वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi karim wa ala abdihi al-masih al-ma'ud alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA Africa, karibuni tena katika kipindi mpendacho kinachozungumzia maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam na zile upinzani zotolewa dhidi yake. Na hivi leo tuko na wale wataalamu katika studio. Kwa upande wangu wa kulia niko na bwana Kasim Oponyo Sahib, na kwa upande wangu wa kushoto niko na bwana Idi Mahmud Makoha Sahib. Assalamu alaikum, karibuni. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jinsi tunavyofahamu kuwa maisha ya Masih Maud alayhi salatu wasalam imekuwa na changamoto nyingi, ukizingatia upinzani na tuhuma mbalimbali ambazo wapinzani wametoa kulingana na funuo zake, maisha yake na hata utabiri zake. Mojawapo wapinzani wanasema kuwa Masih Maud alayhi salatu wasalam kulingana na kauli yake ama ufunuo wake, mojawapo ni kuwa anasema ati ameitwa Baitullah au Hajarul Aswad, yani jiwe jeusi. Na wapinzani wanasema hii ni kudhalilisha Kaaba ya Mwenyezi Mungu. Utasemaje kulingana na hii kauli? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza hizi ni shutuma ambazo wapinzani wamemwekea Masih aliahidiwa. Wanasema kwamba yeye anadalilisha ama anashukisha hadhi ya nyumba takatifu Kaaba. Wanasema kwamba yeye amejiita majina haya. Amejiita yeye kwamba yeye ni Kaaba, yeye amejiita yeye jiwe jeusi. Na sasa wanasema vipi mtu ama mtu anaweza akajiitaje majina kama haya? Kwa hivyo wanasema namna gani? Wanasema yeye amedalilisha ama ameidharau nyumba ya Kaaba. Masih aliahidiwa akifafanua jambo hili ya kwamba yeye amejiita ni Kaaba. Anasema si neno la kwanza ama si yeye mtu wa kwanza kuitwa majina kama haya. Na pia anatuambia kwamba pia neno kama hili ama hili jiwe jeusi linapotumika latumika kwa mtu ambaye pengine ni mtaalam ama mwanafunzi ambaye ni mtaalam. Na tunaona Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam ameitwa yeye ni jiwe jeusi kwa sababu ya kwa sababu ya ule ujuzi ambao alikuwa nao katika Qur'ani tukufu na maarifa ama elimu ya dini. Na katika wapinzani pia wanashtumu ya kwamba yeye amejiita majina haya. Sasa katika Qur'ani tukufu kuna mambo kama haya yameitwa ama ni yeye amejiita? Kwa hivyo ningependa kunukuu katika baadhi ya aya za Qur'ani tukufu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita mitume wake kwa majina kama haya. Kwa mfano katika sura ya Yusuf, sura ya 12 aya 5, Mwenyezi Mungu anasema baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba washamsa walqamara ra'aytuhum li sajidin. Yani kwamba tafsiri yake, niliona nyota 11 na jua na mwezi niliona zikinisujudia. Sasa katika aya hii ni kwamba tumeona Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam anapewa ufunuo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufunuo ambao unasema kwamba ameona nyota zikiwa zinamsujudia. Sasa lau kama tutachukulia kidhahiri ya kwamba nyota zinamsujudia nani? Yusufu, itakuwa namna gani? Tutachukulia pia Yusufu amekuwa Mungu? Kwa sababu wapinzani wanasema Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amekufuru kwa kujiita yeye kwamba yeye ni Kaaba. Sasa kama Yusufu anamwambia babake kwamba nimeona nyota wakinisujudia, kwa hivyo ya kwamba Yusufu amekuwa Mungu? Jibu ni kwamba la, Yusufu si Mungu. Sasa hizi ni desturi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anatumia katika mitume wake. Pia kuna aya nyingine ningeomba pia kunukuu ya kwamba katika sura Yusuf pia aya ya 101, baada ya a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, warafa abawaihi alal arshi wa harru lahu sujada
waqala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Tafsiri yake ni kwamba na akawanyanyua wazazi wake na kuwaweka kitini, na wote wakaporomoka kumsujudia Mwenyezi Mungu, na akasema e babangu, hii ndiyo hakika ya ndoto yangu ya zamani, bila shaka Mola wangu amehakikisha. Sasa katika aya kama hizi tumeona ya kwamba ni mifano ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa ametumia katika mitume wake. Na pia kudhibitisha jambo kama hili kuna adui mmoja wa Masihi al-Ahidiwa ambaye pia amemkubali ya kwamba Masihi al-Ahidiwa ni mtu ambaye alikuwa na elimu zaidi, na ametumia elimu yake kwa kuitetea dini, ametumia mali yake kwa kutetea dini, ametumia wakati wake kwa kuitetea dini. Na huyu adui anaitwa Hussein wa Badalwi, ya kwamba yeye ametoa katika vitabu vyake akisema kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ametumia mali yake, ametumia wakati wake, ametumia kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amempatia kwa kueneza dini hii tukufu ya Kiislamu. Naam. Shukran kwa maelezo hayo mazuri kuhusiana na hiyo. Kwa hivyo unamaanisha kuwa mtu anaposema Baitullah ama Hajarul Aswad haimaanishi kuwa ni yeye, bali si kidhahiri jinsi wanavyochukulia wapinzani. Asante sana kwa maelezo hayo. Naam, ndugu yangu, kuna pia hii tuhuma ama shutuma ambayo wapinzani pia wameelekezea Masihi Maud alayhi salatu wasallam. Anasema kuwa kuna wahi alipokea, anasema kuwa hakika tumeshusha karibu na Qadian. Hii ilham ama ufunuo, anasema kuwa ufunuo inaonekana kuwa Mirza Ghulam Ahmad anajaribu kusema kuwa Qur'an ilishuka karibu na Qadian. Je, ina maana hiyo kweli hii wahi? La hasha, haina maana kwamba Qur'an ilishuka kule Qadian, bali hekima ya ufunuo huu kwamba hakika tulishusha karibu na Qadian ina maana nyingine tofauti. Maana yake sawa na maelezo ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, ilikuwa kwamba ishara nyingi za Qur'ani tukufu zilitokea pale Qadian kwake, na Mwenyezi Mungu alimuonyesha mambo mengi sana ikiwa pale ni Qadian. Kwa hivyo nitasoma nukuu yenyewe moja kwa moja jinsi ambavyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ameelezea tukio hili, kwa sababu lilikuwa tukio alilolipata katika ndoto. Taarifa iliyoko ni hii. Hadhrat Mirza Sahib anaelezea kwamba niliota ndoto ambapo kaka yangu marehemu alikuwa ameketi karibu nami akisoma Qur'ani kwa sauti. Alisoma kifungu kilichosema kwa hakika tumeshusha hapa karibu na Qadian, na nilishangaa nilikijiuliza kwamba kweli jina Qadian linapatikana katika Qur'ani. Basi nilimalizia tu mwenyewe nikajaza kwamba kweli Qadian lilikuwa limeandikwa katika Qur'an. Hii ni nukuu katika Izala Auham, kiambatisho Ruhani Khazain, jalada la 3, ukurasa wa 139. Kwa hivyo ilikuwa ni ufunuo uliokuja kwa njia ya ndoto kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na hii ndoto ndiyo ambayo wapinzani waliposikia maelezo yake wakachukulia kidhahiri na wakaanza kumshtumu kwayo ya kwamba ni kama Qur'an ilishuka kule Qadian. Na vile vile Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, si kwamba ni yeye alipata ru'ya na ndoto ya aina hii peke yake. Kuna pia wanazuoni wengine mawali waliopokea ndoto za aina hii, na pia nitasoma nukuu zao kwa ajili ya faida ya watazamaji. Na nukuu zenyewe ni hizi kwamba Imamu Abu Hanifa aliona ndoto ambapo mifupa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa imekusanywa kwenye kabri lake. Tafsiri ilikuwa ni kwamba angefikia kiwango cha juu katika kuelewa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujaribu kuunganisha mafundisho kiasi hiki kwamba atenganishe haki na batili wakati anazungumzia. Hii imeandikwa katika Kashful Mahjub, ukurasa wa 115 hadi 116. Pia Mujaddid Al-Futhani aliona ndoto kama hiyo ambapo viumbe vyote vilikuwa vimejumuika kwake na Kaaba ilikuwa ikimzunguka. Tafsiri ikawa ni ushawishi wake wa kiroho
ungekuwa mkubwa sana na ungemweka katika cheo cha juu. Hakikatul Mahmudia ukurasa 68. Aidha, Khwaja Suleiman Tusnawi aliona Qur'an chini ya miguu yake. Ni jambo la ajabu kwa sababu kweli ikidhahiri ukiona mtu ana Qur'an na amekanyaga juu ya Qur'an ni jambo la ajabu sana, lakini ilikuwa na maana yake ya ndani ya kwamba tafsiri ilikuwa kwamba angebaki kwa nguvu kwenye sheria ya Allah, yaani hangekuwa mtu wa kutoka nje ya sheria katika mambo yote ya kidini ambayo alikuwa akiyafanya. Hiyo imepatikana katika kitabu Tadhkira Khwaja Suleiman Tusnawi ukurasa wa 156 hadi 157. Kwa hivyo ufunuo huu wa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam haukuhusiana na kuteremka Qur'ani katika Qadian, bali ilikuwa ni zile ishara nyingi na matukio muhimu sana ya kihistoria na ya kiroho yalitokea sana hapo Qadian. Asante sana kwa maelezo hayo ya kueleweka, na pia kutufahamisha kuwa unaposema kuwa imeshuka karibu na Qadian haimaanishi ni kidhahiri, bali iko na maana nyingine. Asante sana kwa maelezo yako. Naam Bwana Kasim, tunapata pia kuna tuhuma moja ambayo pia wapinzani wametoa dhidi ya Masih Maud. Wanasema kuwa amejiita Badri, amejilinganisha na Badri, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemlinganisha na Hilal. So wanasema, wapinzani wanasema kuwa hii ni kumfanyia dhihaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kumtweza, ni kumbeza Mtume kwa kujiita kuwa yeye ni Badri na Mtume amemlinganisha na Hilal. Je, utaelezaje wapinzani kuhusiana hii shutuma wanaotoa dhidi ya Masih Maud? Utaelezaje? Naam, ningependa kumfahamisha mtazamaji wetu kwamba hawa wapinzani wametumia jambo hili ya kwamba Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam amejiita kwamba yeye ni Badr na ameita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni Hilal. Sasa wao wanadai ya kwamba hii ni dharau ama ni kejeli kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni mkubwa kuliko Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Vipi amejiita yeye ni Badr na Mtume Muhammad amemwita yeye ni Hilal? Sasa wanasema Badr ni mwezi mzima na Hilal ni mwezi ambao ni mdogo. Sasa wao wanafikiria katika mafikirio yao ya kionadamu ya kwamba kwa sababu mwezi ni mkubwa na Badr na Hilal ni ndogo, sasa wao wanasema Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam amemdhalilisha mtume kwa yeye kujiweka juu. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam akijibu jambo hili anasemaje? Anasema kwamba amefananishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hilal. Kwa sababu gani? Wakati Uislamu ulianza ulikuwa bado uko chini zaidi. Sasa anafananisha ni kana kwamba ni kitu ambacho kinaanza. Sasa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad anasema na yeye amefananishwa na Badri, ya kwamba wakati yeye atakapokuja Uislamu utakuwa umeshika kasi, Uislamu utakuwa umeenea. Sasa Uislamu utakuwa uko duniani nzima, na kwa sasa hivi kila mtu anashuhudia, anaona Uislamu umefika kila mahali. Lakini wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa Uislamu ulikuwa katika nchi chache tu, lakini wakati huo Masih alaidiwa yuko, Uislamu umeenea karibu ulimwengu mzima. Sasa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam anafananisha jambo hili. Anasema kwamba kwa mfano wakati mwezi unaanza kutoka unakuwa ni mdogo sana, sio? Na mwezi unapoendelea kwenda kidogo kidogo unaenda mpaka wakati unapotea unakuwa ni mwezi umekuwa ni mzima. Sasa katika habari hii amefananisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Uislamu ulipoanza ulikuwa bado uko chini, na mpaka sasa hivi ambao sisi tumekubali Uislamu ya kwamba Uislamu umefanya nini? Umekuwa juu na umeenea duniani kote. Kwa hivyo mfano huu si mfano wa kidhahiri vile hao ndugu zetu wanavyojua ama wanavyoelezea watu. Sasa hii si madharau yoyote, ama hii si kejeli, ama hii si kushukisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam cheo chake, bali Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam yeye anasema yeye ni mdogo zaidi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye anasema kwamba yeye hajampita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ni hali tu ambayo ameelezea hali ya Uislamu iliyokuwa ya kwanza na hali ambayo Uislamu ambayo itakuwa mwisho. Na pia anasema jambo lingine kwamba katika mwisho Uislamu utapata manufaa, ama utapata kuendelea zaidi, utapata kuenea kila mahali. Sasa vile mwezi unavyokuwa mkubwa na unatoa ule mwangaza ukionekana kila mahali, anasema wakati wake ndio Uislamu utakavyokuwa hivyo. Na ndio sababu yeye akajifananisha na mwezi mzima, na akafananisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwezi mdogo, kwa sababu wakati ule Uislamu ulianza ulikuwa bado uko chini, na sasa hivi Uislamu umeenea duniani kote.
Naam. Asante sana kwa maelezo yako fasaha, mba hahitaji hata kuongeza hata nukta moja. Asante sana na Mungu akuzidishie. Yes, Bwana Idi Mahmud, unajua katika hiyo swala la Badri pia wapinzani wanasema kuwa Masih Maud alayhi salatu wasalam amedai kuwa enzi yake ni enzi ya Badri, amelinganisha enzi yake kama enzi ya Badri, na wapinzani wanasema huu ni kudhalilisha enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaelezaje wapinzani kuhusiana swala hili? Bila shaka Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, masihi na mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya, amejieleza mwenyewe jinsi ambavyo ni mdogo sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameelezea katika mazungumzo yake mengi sana akisema kwamba naona ajabu huyu mtume wa Kiarabu, vile yeye ni fahari ya mitume wengine wote na hakuna mkubwa kuliko yeye. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam asingemdhalilisha na kumdunisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni vile tu ndoto zilikuja kwa njia ya istiara na zilihitaji wenye hekima na maarifa ili kuzifafanua na kujua kwamba zinaelezea kitu gani. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, nitamnukuu mwenyewe katika kitabu chake jinsi ambavyo yeye alisema na akazungumzia kuhusu swala hili la kuwa enzi yake ilikuwa juu. Anasema kwamba ni katika Ruhani Khazain jalada la 22 ukurasa wa 92, imeandikwa enzi kadha zilishuka kutoka mbinguni, lakini enzi yako iliwekwa juu zaidi. Na hao wapinzani wakaanza kusema kwamba sasa yeye amedhalilisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kwa njia nyingine ni kama amemfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mdogo wake na yeye ndiye mkubwa. Hili swala halikuwa hivyo, bali kuna maelezo hasa kulingana na jinsi ambavyo Sayyidina Ahmad alayhi salam mwenyewe ameeleza kuhusu swala hili la enzi yake kuwa kubwa. Kwanza kabisa alieleza akasema enzi yake haimaanishi kwamba yeye enzi yake ni kubwa kuliko ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mkuu wa mitume wengine wote. Kwa hivyo kuanzia enzi za Adam kufika mpaka wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna yule mtume alikuwa na enzi ya kumzidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mpaka ilipofika enzi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, sasa yeye enzi yake ni kubwa kwa watakaokuja baada yake. Alielezea wazi kwamba kulingana na ile ruya aliyokuwa nayo kuhusu enzi yake, enzi hiyo ilikuwa inahusu wakati wa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndiye sasa fahari ya ulimwengu, nabii wa ulimwengu mzima, basi masihi wake pia ni masihi wa ulimwengu mzima, na enzi yake lazima iwe juu ya wale ambao hawakutumwa kwa ulimwengu mzima. Alikuja kuboresha na kusisitiza jinsi ambavyo kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kuu kwa upande wake. Kwa hivyo hii ndiyo ilikuwa ni njia moja ya kueleza habari hii. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akieleza jambo hili alizungumzia akisema kwamba Mwenyezi Mungu alimpa hiyo enzi si kwa kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ilikuwa ni kwa ajili ya watu waliokuja baadaye baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, asante sana kwa maelezo hayo. Na Bwana Kasim, kuna hii wanasema kuwa ya lash mba Masihi ametumia katika maandishi yake, wanasema kuwa ni ilhamu yake. Je, wapinzani utajibuaje, ama je ni nini maana maalum na muktadha wa kiungu ya neno ya lash? Naam, kwanza kabisa wapinzani wanashtumu Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasalam kwa kusema kwamba amebuni jina lingine la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama amebuni jina akamuita Allah ambalo halipo. Sasa hiyo imekuwa ni pingamizi. Wanasema sasa vipi huyu anatoa majina ya anapeana jina ambalo hata halipatikani, halipo katika Qur'ani, vipi anampeana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasallam akijibu shutuma hizi anasema kwamba
yeye amepewa funuo na hii ni funuo mpya. Anasema licha ya kwamba neno hili halipo katika ndani ya Qur'an tukufu wala halipo katika hadithi, lakini amelitumia neno hili kwa sababu ni neno ambalo ni takatifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anafuliza, anatoa habari ama anapatia wale wapinzani, anawaambia basi kwani kuna orodha ya majina ya Mwenyezi Mungu yote? Pengine kuna mahali kitabu ama kwenye Qur'ani kumeandikwa basi haya majina ya Mwenyezi Mungu ni haya peke yake, tutumie haya majina peke yake. Jibu ni kwamba majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayajaorodheshwa ama hayako mahali pamoja ambapo tunaweza sema ya kwamba yani hatufai kuita jina lingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Masih Maud alayhi salatu wasalam amejibu kwa jambo hili akisema maana ya lash. Amepeana maana yake. Maana yake kwamba ya la sharika lahu, tusimshirikishe Mwenyezi Mungu. Sasa Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ametumia jina hili ya lash kwa maana ya kwamba ni ya imesimamia ya la na sharika. Kwa hivyo Allah hana mshirika. Ni jambo ambalo kila mtu analitumia na hata Waislamu wanalijua, sisi wanajumuiya Ahmadiyya Waislamu pia tunalifahamu, na kila mtu anafahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mshirika. Na pia katika hali nyingine neno hili limetumiwa kama kifupisho. Kama kifupisho tunaona katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatumia neno alif lam mim, anatumia neno nun, anatumia neno yasin. Mbona hawaongei kuhusu maneno kama haya? Kwa hivyo hili neno yalash pia nalo linafanya nini? Limekuwa ni ufupisho wa Qur'ani tukufu ama wa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amefanya nini? Amelitumia katika maisha yake. Sasa hili halina ama hili halitoi ama halipeani kukufurisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili halileti kwamba ni kejeli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala hili sio jina mpya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba Allah ana majina mengi zaidi, yale ambayo tunajua na yale ambayo hatujui. Kwa hivyo Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam ameweka wazi na amewaelezea wapinzani ili waelewe ya kwamba neno hili haliko kinyume na sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kwa manufaa ya watazamaji wataweza kwenda kuitafuta katika nukuu gani hapo? Naam, katika Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amenukuu katika vitabu vyake. Kwa mfano kuna katika nukuu katika kitabu cha Ruhan Ghazain ni jalada la 17 ukurasa wa 203 hadi 204. Ukitafuta hapo utayapata, na Hadhrat Masih Maud ameeleza kifasaha zaidi kuhusu neno hili. Asante sana Mwalimu Saib kwa maelezo uliotoa ya bayana, maelezo ambayo kwa wazi kabisa, na Mungu akuzidishie elimu ulionayo. Naam, Bwana Idi Makoha, unaipata katika mmoja wapo ya shutuma ambayo iko mbele yetu kuhusu Hadhrat Masih Maud alayhi salam ni kuwa wanasema amepoa, licha kuwa yeye ni Mwajemi, amepokea funuo nyingi katika lugha mbalimbali. Je, unasemaje kulingana na hii tuhuma ama shutuma unasema? Kwa sababu wapinzani wanasema kaumu, mtu yeyote bali mtume anatumwa katika ile kaumu yake, yani wale wanaozungumza lugha yake, lakini tunaona Masih Maud amepokea ufunuo katika lugha mbalimbali. Utajibuaje hii shutuma? Jambo la kwanza nitakana tuelewe kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa ulimwengu mzima, na kazi yake ilipoanza ilianzia Uarabuni mpaka wakati ule ambapo imeanza kuingia sehemu mbalimbali za ulimwengu. Akija Masihi katika umati wake, huyu Masihi amekuja wakati Islamu imeingia sasa sehemu zote, na yeye ni mfufuaji wa dini ya Kiislamu, ni mujaddid. Kwa hivyo sasa akawa Mwenyezi Mungu anamtumia kusambaza ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uliokusudiwa kufika ulimwengu mzima. Na ndio sababu katika kupokea funuo ikawa anapokea katika lugha mbalimbali, ili sehemu zote, pembe zote za dunia zipokee ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitasoma nukuu yenyewe halisi kutoka maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika kumalizia jambo hili. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, alijibu pingamizi hii kwa kuelezea kwamba kanuni iliyoelezwa katika Qur'an inahusu mitume wa awali, naye ni kwa sababu ni fahari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasao ni fahari ya mitume. Sasa ilibidi ujumbe wake ufike sehemu zote mbalimbali, kwa sababu ilikuwa ni jukumu lake kama masihi wa umati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo lingine ikawa ameunganisha na vile Nabii Suleiman alipewa ufunuo kuhusiana na lugha ya ndege,
Kwa hivyo imesema katika Qur'an tukufu ya kwamba waqala ya ayuha nasu ulimna mantiqa at-tayr, ni suratul Naml ambayo inaeleza kwamba enyi watu tumefundishwa usemi wa ndege. Kwa hivyo hii inaonyesha ya kwamba Sayyidina Suleiman alayhi salam yeye alifundishwa lugha ya ndege, na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ikawa kwa sababu yeye amekuja katika umati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umati ambao ujumbe wake ulikuwa umelengwa kufika sehemu zote za dunia, ufika katika lugha mbalimbali. Kwa hivyo lilikuwa ni jukumu lake kwamba sehemu zilizobaki za dunia, kwa sababu ni ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehemu zote ziweze kupokea na wapokee katika lugha zao. Kwa hivyo hiyo ndio sababu alipewa jukumu hilo. Asanteni sana kwa kujiunga nasi ili kuelezea na kujibu shutuma zilizotolewa dhidi ya Masih Maud alayhi wasallam, na natumai kwa maelezo yenu na elimu mliotoa hapa wasikilizaji na watazamaji wamenufaika zaidi. Kwa hivyo nawaombea Mwenyezi Mungu wazidishie umri mrefu ili mzidi kuelimisha umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asanteni sana. Naam, watazamaji wapendwa, ni shukurani zangu za dhati kuwa umeambatana nami, umeandamana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, na natumai kuwa umenufaika na kupata elimu zaidi iliyoelezwa jinsi wataalamu walivyoeleza katika kipindi hiki. Hadi siku nyingine, sina mengi la ziada isipokuwa kukuacha tu na kauli moja kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए,